Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa na Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi azishauri taasisi za fedha kuwekeza katika hati fungani ya Zanzibar Sukuk kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Yas Tanzania yazindua rasmi SGR Yas Store katika station ya reli ya kisasa SGR jijini Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, Trump na Zelensky wazungumza kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko Zanzibar, ambapo tunaelezwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezishauri taasisi za fedha na kampuni mbalimbali kuwekeza katika hati fungani ya Zanzibar Sukuk kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Rais Dr. Mwinyi ametoa tamko hilo alipozungumza na watendaji wa taasisi za fedha na kampuni waliofika Ikulu kuonana naye, ambapo pia amezihakikishia taasisi hizo kuwa Zanzibar Sukuk ni salama na sahihi kuwekeza na kuwaomba kuunga mkono juhudi hizo za serikali. Aidha, ameeleza kuwa lengo la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni kuwa na fedha za uhakika za kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo, na kwamba Sukuk imeweka kiwango kinachoridhisha cha 10.5% cha faida kwa anayewekeza ili wadau wengi zaidi wawekeze. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetoa kwa mara ya kwanza katika nchi yetu kufanyika kwa kupitia serikalini bond ambayo ni sharia compliant, na tungependa sana tuwasihi wenzetu mtuunge mkono katika kuinvest kwenye hii bond. Na wakati tunafanya hesabu za yield ya hii bond, tuliona ukilinganisha na wenzetu bondi zao tulikwenda above ya kwao by then. Maana wao 7 years walikuwa around 9%, sisi tulikwenda 10.5 makusudi ili tuweze kuattract watu kuweka fedha zao. Lakini kama sote tunavyojua, kikubwa zaidi kwenye bondi hii ni kwa wale ambao wanataka kuweka fedha zao katika mfumo wa sharia compliant. Kwa hiyo mabenki yote yenye Islamic window, najua kuna CRDB, najua kuna NBC, kuna NMB, kuna KCB, wote wana Islamic window. Na kama lile uzoefu wetu sisi wa PBZ Islamic window kukosa sehemu za kuwekeza ina apply huko, maana yake hapa sasa sisi tumekuja na sehemu ya kuwekeza. Sanjari na hayo, amezipongeza taasisi ambazo tayari zimeshawekeza na kuziomba taasisi ambazo bado hazijawekeza kufikiria kuwekeza, na kubainisha kuwa benki zote zinazotoa huduma za fedha kwa misingi ya Kiislamu zina fursa za kuwekeza Zanzibar Sukuk. Ikumbukwe kuwa tarehe 11 Aprili 2025 ndio tarehe ya mwisho ya kuwekeza katika Zanzibar Sukuk. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema ujenzi wa mtambo wa gesi ya oksijeni ya matibabu unaotekelezwa na kampuni ya TOL Gases ni hatua muhimu itakayowezesha nchi kuwa na upatikanaji wa oksijeni ya kutosha katika vituo vya afya, hivyo kupunguza vifo vitokanavyo na magonjwa ya kupumua. Taarifa zaidi tuungane na Recho Chacha. Majaliwa ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam leo wakati akizungumza kwenye hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa mtambo wa oksijeni ya matibabu yenye kauli mbiu isemayo kila pumzi ni ya thamani, ambapo amesema mtambo utachangia kuimarisha sekta ya afya na ustawi wa wananchi wa Tanzania bara na visiwani. Aidha, ameipongeza kampuni ya TOL Gases kwa kuunga mkono juhudi za serikali za kuokoa maisha wa Tanzania, kwani katika wakati wa COVID kampuni hiyo ndiyo iliongoza kutoa gesi ya oxygen kuhudumia wagonjwa, huku akiitaka kampuni hiyo kuzalisha gesi kwa kuzingatia viwango ili kulinda afya za Watanzania na kukuza soko ndani na nje ya nchi. Mradi huu wa TOL Gas utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa letu, kwa sababu unakwenda kuboresha upatikanaji wa gesi ya oxygen kote nchini mpaka ngazi za wilaya.
Mradi huu unaunga mkono juhudi endelevu za serikali yetu na kwenda kuhakikisha kwamba oksijeni ya matibabu inapatikana kwa wingi, kwa ukaribu na kwa urahisi zaidi. Kwa upande mwingine, mradi huu utaongeza upatikanaji wa oksijeni katika hospitali na zahanati kote na kupunguza vifo vinavyosababishwa na magonjwa ya kupumua, ikiwa ni pamoja na kupunguza vifo vya kina mama na kuokoa maisha ya wanawake na watoto wa taifa hili. Ndugu wadau wa sekta afya na TOL, pia utekelezaji wa mradi huu utasaidia kuboresha upatikanaji wa oksijeni matibabu kwa Tanzania na nchi za jirani ya Tanzania, maana yake Afrika Mashariki, na tunataka twende mpaka kusini mwa jangwa la Sahara kwenye nchi za SADC, na nimeona TOL kwa maelezo yao wana uwezo wa kusambaza gesi maeneo yote haya, na nimejulishwa kwamba mradi huu unapopanuliwa unatarajiwa kuzalisha lita milioni 4,105,000 za oksijeni ya matibabu kwa mwaka mmoja kuanzia mwaka 2026. Kwa upande wake, naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel ameeleza kwamba gesi hiyo ikizalishwa nchini na kupatikana kwa gharama nafuu itachangia kwa kiasi kikubwa kupunguza vifo vya watoto wachanga, hasa watoto njiti. Vifo vya watoto 48% vinachangiwa na eneo la watoto njiti, na hii liquid oxygen ukiizalisha inaenda kugusa lile eneo ambalo watoto wengi na linachangia vifo vya watoto kwa 48%. Maana yake huu mradi ni muhimu sana, lakini umesikia maana ya ubora. Tunapozungumzia ubora wa huduma, umesikia oxygen zingine wakati mwingine zinatofautiana ubora, lakini kwa oxygen inayozalishwa hapa, kwa oxygen hii ambayo inaenda kwa liquid form, ina ubora mkubwa. Maana yake ni nini? Hata vifo vingi vinaenda kuzuiliwa na watu wetu wanaenda kupata huduma, na tutaendelea kushusha vifo vya eneo la kina mama, vya eneo za ajali za kawaida, lakini tutashusha vifo vya watoto wachanga ambalo ni eneo ambalo limeshuka vifo kidogo sana. Naye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Toll Gases Leonard Chacha amebainisha kwamba mtambo huo utakapokamilika utazalisha takriban lita milioni 4.1 za oksijeni kwa mwaka, hatua ambayo si tu itahakikisha hakuna upungufu wa gesi hiyo nchini, pia itapunguza gharama za uzalishaji kwa 35%. Toll Gases tunajivunia sana kwa kuwa mfano wa kutekeleza ndoto zetu kwa vitendo. Kama ambavyo mtakumbuka, tulitoa mchango muhimu sana katika kuokoa maisha ya watu wetu wakati wa janga la Uviko 19. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Toll Gases pia tumejipanga kikamilifu kuhakikisha mradi huu unafanikiwa na kuwa endelevu kwa kuwekeza katika matumizi ya nishati mbadala, yani kutumia umeme wa jua ambao hapa kwetu ni mwingi sana, ili kufanya uzalishaji wa oksijeni tiba unakuwa wa kuaminika na unapatikana kwa bei nafuu, lakini pia tunalinda mazingira. Kukamilika kwa mtambo wa gesi ya oxygen wa Toll Gases mwaka 2026 itakuwa ni hatua muhimu katika kuhakikisha Tanzania haiathiriwi na upungufu wa gesi tiba, hasa kipindi cha dharura. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Vijana nchini wametakiwa kuchangamkia fursa zinazopatikana katika sekta ya ufundi stadi ili kujipatia maarifa na ujuzi utakaowawezesha kujitegemea na kuchangia maendeleo ya taifa, na kuwa ufundi stadi ni msingi wa maisha na uchumi wa jamii yoyote. Rachel Chacha ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA, Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda amesema kuwa mafunzo yanayotolewa na taasisi hiyo ni nguzo muhimu katika kuwawezesha vijana kujiajiri na kusaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira nchini, na kuhimiza vijana kutumia fursa hiyo kwa kutafuta elimu ya ufundi. Nataka tu nitoe wito hasa kwanza kwa vijana, watumie mwanya huu, watumie fursa hii, tafuta kila linalowezekana upate nafasi ya kwenda kupata maarifa ya ufundi stadi kupita kwenye vyuo hivi ya VETA. Lakini viko na vyuo vingine sio VETA, lakini vipo
vya watu binafsi. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mkuu wa VETA ACP Anton Kasore amesema kuwa mamlaka hiyo imeendelea kuboresha mitaala na miundombinu ili kuhakikisha kuwa vijana wanapata mafunzo yenye viwango vya kimataifa na kuwa VETA inatoa mafunzo katika fani mbalimbali zinazohitajika sokoni. Lengo ni kuhakikisha kila kijana mwenye nia anapata ujuzi utakaomsaidia kujiajiri. Ujuzi ni kwa mtu yoyote, kwa kijana yoyote wa Tanzania ambaye anatakiwa aweze kuupata na kwenda kufanya shughuli mbalimbali hapa nchini. Kwa nipende tu kusisitiza vijana kutumia fursa hiyo kama ilivyosemwa na mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, waziri mkuu mstaafu, kwamba ameona ujuzi hapa nchini unahitajika na vijana waweze kwenda kuupata. Nao baadhi ya vijana waliotembelea maonesho hayo wameeleza kuwa VETA imekuwa chachu ya maendeleo kwao kwa kuwapatia ujuzi unaowezesha kujiajiri na kuendesha maisha yao kwa uhuru. Asante sana Recho kwa taarifa hiyo. Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Dar es Salaam imesaini mkataba wa ujenzi wa barabara njia 4 kutoka Mbagala rangi 3 hadi Kongoe kwa kiwango cha lami, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kutatua changamoto ya foleni katika eneo hilo. Taarifa zaidi tuungane naye Goodluck Msola. Hafla ya utiaji saini imefanyika katika ofisi za TANROADS mkoa wa Dar es Salaam, ambapo meneja wa TANROADS mkoa wa Dar es Salaam Mhandisi Alina Nuswe Kiamba amesema mradi huo utaanza baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, huku mradi huo ukitarajiwa kutekelezwa na mkandarasi kutoka nchini China, Stekol Corporation. Mhandisi Kiamba ameongeza kuwa mradi huo ni moja ya hatua muhimu na madhubuti za serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara iliyopo jijini Dar es Salaam kama ilivyoelekezwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kukwamua changamoto zote za miundombinu katika jiji Dar es Salaam. Moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni kutoka Mbagala kwenda Kongoe. Na hii leo tumetekeleza agizo alilotuachia Mheshimiwa Rais. Leo tarehe 19 tumesaini mkataba wa ujenzi wa kiwango cha lami wa njia 4 kutoka Mbagala rangi 3 hadi Kongoe. Mkandarasi tulisainiana naye mkataba anaitwa Stekol Corporation kutoka China. Mkataba huu utaanza ujenzi wa njia 4, 2 kwenda 2 kurudi, ambazo ni kilomita 3.8 kwa gharama ya shilingi bilioni 54. Akizungumza kwa niaba ya kampuni hiyo, Ma Ziheng sema watahakikisha wanazingatia viwango vya ubora na kukamilisha kazi hiyo kwa wakati kama ambavyo mkataba unavyoelekeza. Barabara hiyo ni sehemu muhimu ya miundombinu ya jiji la Dar es Salaam, ambapo kwa muda mrefu wananchi wengi wamekuwa wakikumbwa na foleni kuanzia eneo la Mbagala hadi Kongoe. Itakumbukwa katika moja ya ziara zake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa agizo la kutatua changamoto ya foleni katika eneo la Mbagala rangi 3 na maeneo mengine yenye msongamano mkubwa wa magari yaliyopo jijini Dar es Salaam. Asante sana Goodluck kwa taarifa hiyo. Uongozi wa wilaya Dodoma umeandaa mkakati wa kuwatambua na kuwabadilisha wafanyabiashara wa kuni na mkaa kwa lengo la kuwawezesha kuwa mawakala wa nishati safi ya kupikia, ikiwemo mitungi ya gesi, kwa kuisambaza maeneo ya pembezoni. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya kutoka Dodoma inaarifu zaidi. Ili kutimiza azma ya serikali kuwa ifikapo mwaka 2034 zaidi ya 80% ya Watanzania kuachana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia na matumizi ya nishati safi, inaendelea kuungwa mkono na makampuni mbalimbali ya nishati ya gesi na mafuta nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa nishati safi ya kupikia ya Puma Gesi, mkuu wa wilaya Dodoma Jabili Shekimweri amesema Dodoma inakamilisha mkakati wa kuwabaini wafanyabiashara hao wa kuni na mkaa na kuwabadili kuwa mawakala wa nishati safi ili kurahisisha upatikanaji wa nishati hiyo pembezoni. Matamanio yetu ni kuona kuwabaini waliokuwa wanakata miti na kuchoma mkaa. Tunataka hawa tuwafanye maagent wa kupata mitungi kama hii na kuipeleka vijijini kwa wananchi wetu. Yaani zamani alikuwa anatoa mkaa kijijini, si ndivyo? Anauleta mjini. Si tumbadilishe atoe mtungi wa gesi mjini aupeleke wapi? Kijijini. Kila mmoja hapa ana namba ya muuza mkaa. Sisi tungetamani baada ya muda fulani ukimpigia simu hiyo muuza mkaa akwambia mkaa sina, lakini kuna mtungi
wa gesi na kuletea uweze kununua au utumie. Awali akizindua ugawaji wa mitungi hiyo ya Puma Gesi, mbunge wa Dodoma mjini ambaye ni waziri wa madini Anthony Mavunde ametoa wito kwa kampuni hiyo na nyinginezo kuwafikia zaidi wananchi wa maeneo ya pembezoni, jambo lililoungwa mkono na mkurugenzi mtendaji wa Puma Energy Tanzania Bi Fatma Abdalla. Angalie namna nzuri ya kuanzisha vituo vidogo vya kujazia gesi, ili vituo visibaki kuwa hivi vikubwa tu. Hii pia itarahisisha sana kupeleka huduma kwa watu wetu kwa urahisi zaidi. Naamini kwa sababu nimepata nafasi ya kuwa na Puma Gesi siku ya leo, ninyi mtakuwa watu wa kwanza kwenda katika teknolojia ya kisasa ya kupeleka huduma hii kwa ukaribu, na sina mashaka kabisa na weledi wako na ubunifu wako Bi Fatma katika hili, naamini mtafanya vizuri. Sasa tumeingia mkoa wa Dodoma, leo ndo tumeingia rasmi mkoa wa Dodoma. Tutahakikisha tunasambaza mitungi kwenye Dodoma nzima, wilaya zote, na tuhakikisha kwamba tunawafikia wananchi wengi wa kutosha wa mkoa wa Dodoma, na pia tutawapa facilities ili wao wanaweza kurudi na kuijaza ile mitungi yao inapokwisha. Na tumeshafanya kazi na makampuni makubwa sana Dar es Salaam ambao tumewafungia hii mitungi mikubwa kwa ajili ya viwanda, kwa ajili ya taasisi, kwa ajili ya mashule. Tayari tumeshafunga hii mitungi na tunasupply gesi ya ujazo mkubwa kama nilivyosema, kuanzia kilo 200 mpaka kilo 1020. Nao wafanyabiashara ambao ni mamalishe na babalishe wamesisitiza kuwa ni muhimu pia wananchi wa maeneo ya pembezoni wakaangaliwa kulingana na mazingira yao. Mitungi vijijini ni shida kidogo, sababu ni sehemu chache sana za ambao wako mawakala ambao wanapata kusambaza hii mitungi. Mtu akishanunua gesi mjini kuja tena mpaka aje mjini tena, kwa kijijini sio rahisi. Kwa hiyo tunaomba serikali kama inasikia iende ichukue fursa kwa hawa mawakala, wapeleke vijijini wengi zaidi na kupeleka elimu kubwa zaidi kwa vijijini. Wakala wapeleke mpaka vijijini, wakala wapeleke vijijini ili waendelee kupata gesi. Lakini hapa tulioko mjini bado hatujatosheleza. Mawakala mjini hawatoshi, bado watu ni wengi, wakala ni wachache. Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imejipanga kuhakikisha hifadhi ya Mpanga Kipengele inatunzwa na kusimamiwa kikamilifu ili kuendelea kuwa hifadhi bora nchini kutokana na maporomoko ya Mpanga Kipengele yaliyopo katika eneo hilo kutokana na umuhimu wake. Taarifa Daniel Simerta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Ni mapokezi ya bodi ya wakurugenzi kutoka mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori Tanzania TAWA baada ya kuwasili katika ofisi za hifadhi ya Mpanga Kipengele iliyopo katika wilaya ya Makete mkoani Njombe kwa lengo la kukagua miradi mbalimbali iliyopo katika eneo hilo, huku wakiahidi kuhakikisha hifadhi hiyo inakuwa bora nchini. Kutokana na fedha ambazo zimetolewa na serikali yetu tukufu inayoongozwa na Mama Samia, katika muda wa miaka 4 tumeweza kujenga majengo na kuweka vielelezo vingi ambavyo vimesaidia kukuza utalii katika eneo hili. Tukumbuke kwamba eneo hili sio muhimu tu kwa ajili ya utalii, lakini vile vile ni muhimu kwa ajili ya utunzaji wa vyanzo vya maji vikubwa ambavyo ndivyo vinapeleka maji mto Ruaha, ambapo mto Ruo unapeleka maji katika bwawa letu la Nyerere. Kwa upande wake, kaimu kamishna wa uhifadhi wa wanyamapori Tanzania TAWA Mlage Kabange amezungumzia hali ilivyo kwa sasa kutokana na wageni wanaofika katika eneo hilo. Idadi ya wageni ambao tunapokea kwa mwaka huu wamefika 2790. Kwa upande wa mapato tulikuwa tunakusanya sifuri. Sasa hivi kwa mwaka 2024-25 kituo hichi kilikusanya milioni 155. Hata hivyo, mkuu wa hifadhi ya Mpanga Kipengele Donasian Makoi amesema kuwa kumekuwa na ongezeko la watalii, huku mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa TAWA Profesa Jafari Kidegesho amewaomba Watanzania kujiwekea utaratibu wa kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo nchini.
Uboreshaji wa miundombinu chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kweli ile graph ama ile hali ya eneo hili kutembelewa kwa maana ya kuja kutalii imeongezeka kwa kasi, ambako kwa sasa wastani tunaelekea kwa mwezi ni watalii 300 kwenda 400, tofauti na miaka ya nyuma ambayo ilikuwa ni labda kwa mwaka mzima unaweza kukuta unapokea tu labda watalii 100 au watalii 200. Yaani sasa hivi ile lengo la mwaka limerudi kwenye mwezi. Kutokana na kuimarishwa kwa miundombinu na urahisi wa kufikika kwa hifadhi hii, naamini kabisa kwamba Watanzania wanaweza wakatembelea hapa. Kuna vivutio vingi zaidi ya maporomoko ya maji, lakini vile vile kuna eneo la bustani ya maua, na dhani ni bustani nzuri ambayo wenzetu kutoka mataifa mengine wangependa kuona, lakini Watanzania tujenge utamaduni wa kuthamini vitu vyetu, lakini na kuja kuona hivi vivutio vya utalii. Nikiripoti kutoka katika eneo la hifadhi ya Mpanga Kipengele, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wazee wamelalamikia suala la malezi kwa watoto kutokutambuliwa na kuthaminiwa na jamii, ambapo wamesema wazee wengi wameachiwa jukumu la kuwalea wajukuu, hatua ambayo husababisha changamoto kwao kutokana na kuwa na kipato kidogo kisichokidhi mahitaji ya watoto hao. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, viongozi wa mabaraza wazee kutoka katika mikoa 10 hapa nchini wamepatiwa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa kutambua haki, sheria na miongozo ambayo inawaongoza. Mafunzo yaliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Help Age Tanzania, ambapo wazee hao wamesema elimu walioipata itakuwa mwarobaini wa kutambua haki zao. Vijana wengi wanapenda kuwapeleka watoto kwa wazazi wao, wakidhani kwamba wanawasaidia wazazi wao wasibaki kuwa upweke. Kumbe wanawarudishia shida nyingi. Umri wa kuwa mkakamavu kushughulika na watoto umeisha. Sio tena, hawana nguvu za kushughulika na watoto. Lakini vijana wengi wanawapeleka wajukuu nyumbani. Mara nyingi watoto wanacheza kule, utakuta bibi ni mkali. Kumbe ni stress. Pressure imeshapanda. Kwa sababu atawatunzaje hao watoto? Vijana, kaeni na watoto wenu. Kutokana na kutokuwa na taratibu zinazoeleweka juu ya ustawi na malezi ya wazee, hayo unayosema yanatokea. Wazee wanaingia mitaani, hakuna anayewajali, wamekuwa neglected kama vile hawakuwahi kuishi. Sasa sijui tujiulize, haya yote mema ambayo yanaonekana kama hayakutendwa na waliokuwa watendaji ambao ni sisi wakati huo, nyinyi mngepata nini? Mngerithi nini? Mngeongoza kitu gani? Sasa kama kitu kimeanzishwa na waliowatangulia, watangulizi wenu, ni vizuri kuendeleza yale yaliyokuwa mema. Meneja wa program kutoka shirika la Help Age Tanzania, Joseph Mbasha, akaeleza namna alivyojikita kuhakikisha wazee wanathaminiwa na kutambuliwa hapa nchini kwa kuwapatia elimu ili kutambua sera zilizopo, ikiwemo sera ya wazee ya mwaka 2003. Lengo la mafunzo haya hasa ni kujenga uwezo wa viongozi wa baraza ya wazee kuweza kutambua majukumu yao, lakini pia kutambua haki za msingi za wazee ambazo tukiangalia kwa kuzingatia sera na miongozo ya kimataifa na kitaifa. Na katika mafunzo haya tumeweza kuangalia ni nini sheria zetu zinazosema kuhusiana na kuanzia katiba yetu ya nchi, sera zetu kuanzia sera ya wazee ya mwaka 2003, sera ya afya ya mwaka 2007, sera ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2018 na sera zingine ambazo zimekuwa ni mtambuka zinazoelezea masuala ya wazee na makundi mbalimbali. Asante sana Shukuru kwa taarifa hiyo. Wakala wa barabara nchini TANROADS mkoa wa Pwani umewataka baadhi ya madereva wa vyombo vya moto hasa magari makubwa kufuata sheria na utaratibu uliowekwa katika changamoto zao zinazowakabili kuliko kutoa taarifa ambazo sio sahihi kwa kutumia mitandao ya kijamii na kuzua taharuki kwa jamii. Taarifa iliyoandaliwa na Victor Masangu inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Uongozi wa TANROADS mkoa wa Pwani umetoa kauli hiyo kufuatia malalamiko yaliyotolewa na mmoja wa dereva kutoka kampuni ya Simba Logistic, Pamela James, ambaye amedai kubambikiziwa uzito katika mizani ya Vigwaza mkoani Pwani tarehe 13 Machi wakati akiwa amebeba mzigo wa kopa akitokea nchini Kongo. Nimetoka Kongo na mzigo wangu wa kopa tani 32 nikiwa na maanisha bando 16. Nimekuja mpaka hapa mizani ya Vigwaza
nimeonekana kwamba gari haijaonekana ilikopita na gari yangu imezidi. Nilipokuwa ninaomba kwamba ninaomba nipime tena, kwa sababu mimi ninachoona sicho ambacho wanasema wao. Kinachoonyesha kwenye skrini sicho ambacho wanasema wao, mtu aliyeko ndani operator. Wakagoma na wakadai kwamba mimi nawafundisha kazi nizungushe gari yadi. Kwa hiyo niko yadi toka ile siku baada ya kukataa kulipa deni la shilingi 900 na baada pia ya wao kunikatalia kupima. Niko hapa nikitaka mamlaka inisaidie. Kila ninapoomba kwamba nisaidiwe nipime ili niweze kujiridhisha niweze kulipa, hawataki. Kwa upande wake meneja wa TANROADS mkoa wa Pwani, Mhandisi Baraka Mwambage, kwa niaba mtendaji mkuu wa TANROADS Tanzania, hakusita kuweka bayana changamoto iliyochangia gari hiyo kuzuiliwa katika mizani ya vigwaza. Gari imekuwa na uzito ambao unabadilika toka ilipokuwa inaingia nchini na mpaka ilipofika eneo hili la vigwaza. Sasa kubwa zaidi ni kwamba matatizo kwenye mizani yapo muda wote, lakini namna ya kuyashughulikia ndio imetufikisha hapa. Sasa kilichofanyika hapa ni kwamba badala ya kulalamika kupitia utaratibu ambao umewekwa, sasa malalamiko yakaenda kwenye majukwaa mengine. Sasa huko ndio ikaleta taharuki kubwa sana kwa jamii ya wasafiri na wasafirishaji na Watanzania kwa ujumla, ambapo sasa tungependa kueleza kwamba ilikitokea tatizo la changamoto kwenye vituo vya mizani si vigwaza popote pale katika nchi, basi malalamiko yafikishwe yaachia kwa mkuu wa mizani. Basi kama hakuna kuridhika pale, basi malalamiko yanafikishwa kwa meneja wa mkoa. Kama malalamiko yana sura ya rushwa, basi kuna namba za zetu wa taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa ziko kwenye mizani zetu zote. Na kama kwenye hatua hiyo ya mkoani ufafanuzi huo unaonekana haukidhi haja, basi inapaswa kufikishwa kwa mtendaji mkuu wa TANROADS na baadaye mkuu wa Wizara ya Ujenzi. Tuhakikishie tu kwamba masuala haya taasisi zote nilizosema na katika hatua zote hizo malalamiko haya yatafanywa kazi ipasavyo. Naye mkuu wa kitengo kinachosimamia masuala ya mizani kutoka TANROADS makao makuu ameweka wazi kwamba gari ambayo wameikamata ilikuwa na makosa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. Malalamiko ya dereva Bi Pamela ni kutokuamini vipimo ambavyo vimetokea katika kituo hiki cha mizani na kuamini kwamba amebambikiwa uzito. Na ndio maana alikuwa anasisitiza kupitia vyombo vya habari au majukwaa mengine aliyoyatumia, alikuwa anasisitiza kwamba anaomba arudie, kwa sababu kilichoonekana kwenye vipimo ni tofauti na kilichoandikwa kwenye ticket. Naomba nitoe ufafanuzi huu. Mzani huu uko automated. Si operator au mfanyakazi wote wa mzani anaweza akaandika uzito kwa sababu kuna gari fulani limeingia pale. Ni automated, mzani una capture weight ambayo imeapia pale. Kwa hiyo hilo naomba tulifafanue kwamba halina ukweli wowote. Lakini sambamba na hilo, hoja yake ya kutaka kurudia gari kulipima kabla lirudiwe kupimwa ni kinyume na utaratibu na sheria. Sheria ya udhibiti uzito wa magari Afrika Mashariki inamtaka msafirishaji yoyote ambaye atabainika amezidisha uzito, kifungu cha 17 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili kinamtaka msafirishaji yoyote yule aliyezidisha uzito alipe tozo ya uzidishwaji uzito. Baada ya kulipa tozo, aende akashushe kile kiwango ambacho kimezidi au akapange mzigo. Baada ya hapo arudi kupima. Kama atakuwa ndani ya zile limits au viwango vinavyokubalika kisheria, ataruhusiwa kuendelea na safari. Huo ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria, na sivyo kama ambavyo alikuwa anataka kufanya. Hivi karibuni kumekuwepo na baadhi ya madereva kukwepa sheria ya udhibiti wa magari ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 na kanuni zake za mwaka 2018 inayomtaka msafirishaji mwenye gari inayoanzia tani 3.5 kupitia katika vituo vya mizani kwa ajili ya kuhakiki uzito wa magari yao. Asante sana Nancy kwa taarifa hiyo.
Taasisi ya Al-Hikma Foundation imewataka vijana wenye nia na wenye sifa za kuoa kujitokeza na kufika makao makuu ya taasisi hiyo iliyopo Temeke ili kupata udhamini wa kulipwa gharama za kuoa, ambapo usajili unatarajia kuanza April 10 hadi 30 mwaka huu. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo na waandishi wa habari, mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma Foundation Sheikh Nurdin Kishki amesema Machi 16 mwaka huu, wakati wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa mabara yote, taasisi hiyo iliahidi kuwa mwaka huu itadhamini ndoa 200 kwa watu wenye uhitaji wa ndoa, ambapo ndoa 100 ni hapa nchini Tanzania na ndoa 100 zingine nchini Burundi. Aidha, Kishki amesema kuwa taasisi hiyo pia iliahidi kudhamini watoto wa kiume 1000 kupata sunna ama twahara, ikiwa ni katika kurejesha shukrani kwa Watanzania ambao wameunga mkono juhudi za taasisi hiyo kuendesha mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, ambapo zoezi hilo la twahara halichagui dini. Sanjari na hayo, kupitia mashindano hayo, chuo cha City College kimetoa nafasi 50 za udhamini wa masomo ya utabibu bila malipo. Hivyo amewataka wenye uhitaji na wenye sifa za kusoma kujitokeza kuanzia April 10 mwaka huu. Tuliahidi na tukatamka hadharani ya kuwa mwaka huu tutawasaidia wauage ukapera na ubachela na ubachelati vijana 200, 100 wa Kitanzania na 100 tunapeleka Burundi. Huenda baadhi ya watu wanataka kujua why Burundi. Jawabu, Tanzania tukio hili tumelifanya, huu mwaka utakuwa ni mara ya 3. Kwa hiyo sadaka bora nyumbani tulikwisha anza. Mwaka juzi vijana 70 tumewaozesha. Mwaka jana vijana 100 tumewaozesha, na mwaka huu tutaozesha tena vijana 100 wa Kitanzania insha Allah. 100 ya ziada, 100 nyingine ya ziada tukasema tuipeleke Burundi, kwa sababu ya baadhi ya viongozi wa dini wa Burundi walituomba ofa hizi pia tuzipeleke kwao. Na ukiangalia hali ya Burundi kidogo sio nzuri sana, watu wa Burundi hali yao si nzuri sana kama hali yetu sisi hapa Tanzania. Akizungumzia mchango wa mashindano hayo ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, Sheikh Nurdin Kishki amesema kuwa mashindano hayo yana mchango wa kujenga maadili mema kwa vijana na jamii kwa ujumla, ambapo pia ametumia nafasi hiyo kuwashukuru wa Tanzania kwa kujitokeza kwa wingi kushiriki mashindano hayo. Haya ni mafanikio makubwa kwa kwetu sisi Al-Hikma Foundation. Lakini Qur'ani kama Qur'an ni kitabu kilichoagiza maadili mema. Ndani ya Qur'ani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesifiwa kuwa yeye ni mwenye maadili ya hali ya juu. Na yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia anayetaka kukaa pepo ya daraja la kwanza ahakikishe atakuwa na maadili yaliyomema. Ukiacha hilo, Al-Hikma Foundation katika vitengo mbalimbali tulivyonavyo, tuna kitengo cha kusomesha na kuhifadhisha Qur'ani bure kabisa. Watoto hawalipi chochote. Zaidi ya wanafunzi 724 tunawalea kimaadili. Tunawalea kimaadili, tunawaambia lililo sawa, tunawaambia lisilokuwa la sawa. Kwa hiyo ndugu waandishi, msidhani tu kwamba ile ni just event tu, likifanyika limekwisha watu wamesambaratika. Event tunafanya kwa mwaka mara moja, lakini kulingania, kufundisha, kuwalea watoto kiimani, kimaadili, ili ni jambo la mwaka mzima. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Yas Tanzania yazindua rasmi SGR Yas Store katika station ya reli ya kisasa SGR jijini Dar es Salaam.